Bwana asifiwe sana. Unaweza kufuga paka mzuri sana kwa ajili ya kukamata paka ndani panya ndani, lakini wachawi wakaja wakamuingizia roho ya kichawi ndani huyo paka. Paka anaanza kuwa mchawi na yeye. Kabisa nawaambia ukweli. Paka anaoperate kama mchawi. Lakini paka ni kiumbe ambaye Mungu amemleta duniani kama viumbe wengine. Lakini mwanadamu ametia roho ya uchawi ndani ya paka, paka anaitwa mchawi. Kuna mtu hajanielewa. Unajua kusikia hapo anasema paka wa mama nani yule mchawi sana yule. Sasa wewe paka wa mama nani au paka wa baba nani anakuaje mchawi? Ina maana paka wako akiwa mchawi na wewe mchawi. Kwa sababu paka wako wewe anakuaje paka mchawi alafu wewe usiwe mchawi? Ndipo watu wanaposhuhudia na kudhibitisha kwamba yule mtu ni mchawi. Kwa sababu paka anakuja anafanya vitendo vya kichawi, alafu anaondoka anaenda kwenye nyumba yako anarudi. Ndipo tunagundua huyu mtu sio mtu mzuri. Tunachogundua nini? Ni roho inayooperate ya kichawi kwenye hiyo familia, kwenye nafsi ya huyo mtu ama kwenye mwili wa huyo mtu. Tafsiri yangu nini? Nataka nikulete kwenye mazingira ya kimungu uweze kuelewa Roho Mtakatifu anavyoweza kuoperate. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu mwenyewe kabisa. Na inapokuwa ndani ya mtu, uwe na uhakika huyo mtu anaoperate sawa sawa na Mungu atakavyo. Na ndio maana ukiniletea mtu hapa kama ana vitu vya ajabu, ninaamuru kwa mamlaka niliyo nayo. Sio mimi, no. Kwa sababu iko roho ndani yangu ambayo ni roho ya Mungu, ni nafsi ya Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ninaamuru hiyo roho iondoke, ninakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu ayatoka ndani ya mtu. Nikisema unaungua kweli, ila wewe huwezi kuona. Ila yule ninayemwambia anajua na anaona. Ndio maana yule dada siku ile sema mimi naungua. Ndio maana nimetoka, nimeungua, naungua anasikia kuungua. Kwa nini nilikuwa na mchoma na gesi hapa au nilikuwa na kibiriti nimewasha. Kwenye ulimwengu wa roho kuna namna alikuwa anaona kabisa na